Mwanzo 17:8 anasema, nami nitakupa wewe na uzao wako baada yako nchi hii unayoikaa ugeni, nchi yote ya Kanaani, kuwa milki ya milele. Anasema nami nitakuwa Mungu wako. Mungu anazungumza na kiumbe alichokiumba. Anamwambia, kuanzia leo wewe umebeba baraka yangu, na kwa kuwa umebeba baraka yangu, ni amri lazima ukazae na kuongezeka, kisha ukatoe amri ya kile unachokitaka. Ana maana kutiisha, ukatoe amri ya kile unachokitaka kiwe, alafu ukawe mtawala wa bahari zote duniani, mito yote duniani, maziwa yote duniani, kisha ukatawale na anga, ndege zote zinazopatikana, ukatawale na viumbe vyote vinavyotambaa juu ya nchi, yani mpaka mende, mijusi, Mungu anamwambia Ibrahim, haya ndio niliyoyafanya maamuzi ya Mungu, kwamba nitakupa wewe pamoja na uzao wako nchi hii unayoikalia sasa hii. Nchi yote ya Kanaani itakuwa miliki yako. Ninazungumza kwa habari ya himaya. Himaya maana yake ni umiliki. Unahitaji kujifunza somo hili ili ujue kuweka umakini na kuzingatia mahali pale ambapo hujui kwamba Mungu ameagiza. Basi wewe ujue kuanzia leo kwamba hayo ni maelekezo ya Mungu wako. Mungu anataka uwe na cha kumiliki. Mungu anataka uwe na utawala. Ni sharti lazima akubariki. Sharti lazima afanya nini? Mtu yeyote ambaye Mungu amembariki ana nguvu ya kustawisha maisha yake. Mtu yeyote ambaye amelaaniwa amekosa nguvu ya kuyaendeleza maisha yake. Mtu anakuwa maendeleo katika nyanja zote za maisha ni dalili ya kwamba baraka ya Mungu iko juu yake. Kwa hiyo mwanadamu yoyote anayetaka maendeleo, anayetaka kustawi, anayetaka kufanikisha njia zake, lazima ajue ya kwamba chanzo cha hayo yote ni Mungu. Mungu alipomuumba Adamu alimbariki, kisha akamwambia ukawe na uzao, ukaongezeke sana. Yani anamwambia ukastawi sana, alafu ukawe mtawala, ukawe kiongozi mwenye hekima ya kuvisimamia viumbe vyote, uumbaji wote, anga na nchi, na ukawe na mamlaka, lolote utakalolitaka ukalipate. Mungu anakutengeneza kwa jina lake. Yani baraka ukiibeba lazima utafanikiwa. Lazima utafanikiwa. Maisha ya shida na matatizo mengi ni dalili ya kwamba iko laana. Wala uhitaji kwenda kumuuliza mchungaji, hiyo ni laana. Ajenda ya Mungu katika uokovu wetu imeelemea katika maeneo mawili makubwa. Eneo la kwanza, wokovu ni uhamisho.
Mungu anataka kumhamisha mtu kutoka kwenye mifumo ya shetani, mifumo ya giza. Tumezaliwa, tumekulia katika mifumo ambayo hatumchi Mungu. Ajenda ya Mungu anataka kututoa kwenye hiyo mifumo, kutuhamisha kwenye himaya za shetani. Tusiwe chakula cha shetani, wala chakula cha wachawi, wala cha waganga, wala washirikina. Maandiko yanasema Kolosai 1:13, naye alituokoa katika nguvu za giza na akatuhamisha na kutuingiza. Kwa hiyo ajenda ya wokovu ni kumhamisha mtu. Unaokolewa kisha unahamishwa kutoka upande huu na kwenda upande mwingine. Kwa sababu iko hivi, yule anayemiliki roho yako sasa ndiye anayeamua uhuru wako, ndiye anayeamua umiliki wako. Kama anayemiliki roho yako ni shetani, basi wewe huwezi kuwa huru, utakuwa mtumwa wa shetani. Kama anayemiliki roho yako ni Mungu, basi wewe utakuwa mtumwa, utakuwa huru. Mungu hawezi kukupa uhuru wako ukiwa katika himaya ya shetani. Anataka kwanza uwe katika himaya yake. Hebu sema himaya ya Yesu. Sema tena. Sema tena. Kwa hiyo hapa kuna himaya, kuna umiliki. Mungu anataka wewe akumiliki ili aruhusu umiliki na kwenye maisha yako. Yaani hutamiliki mpaka uwe mikononi mwa Mungu. Mradi pekee ambao unaweza ukamfanya mtu awe huru, asiwe mtumwa wa shetani, asiwe mikononi mwa giza, ni mradi wa wokovu. Mwanadamu yoyote anayepuuza wokovu anapuuza mengi mengi mengi, likiwamo kubwa linaloitwa baraka. God will never bless anyone except is a born again person. Hiyo ni ajenda ya kwanza, ni kuhamishwa, ni uhamisho. Ajenda ya pili ni urithi, kukabidhiwa urithi wako. Yaani wokovu, kuna mambo Mungu anayo kwa ajili ya watoto wake. Kuna mambo Mungu ameyaandaa kwa ajili ya watu wake, wenye haki wake, wacha Mungu wake, watoto wake, watoto wa kifalme. Analoliwaza moyoni mwake ni nini? Awarithishe hao watu wake. Ile Mithali 8 I believe 22 anasema anatembea katika njia ya haki. Mstari wa 20, natembea katika njia ya haki ili niwarithishe mali wale wanipendao. 20:22, tembea katika njia ya haki ili niwarithishe mali wale wanipendao. Ajenda ya wokovu inahusu urithi. 20 na ni mbili ngapi? 8 ngapi? 20:21. Kwa hiyo ajenda ya kwanza tunazungumza hapa ni ajenda gani jamani? Kuhamishwa kutoka kwenye mamlaka za shetani, himaya za shetani. Ajenda ya pili inahusu urithi. Kama nilivyosema, yule anayemiliki roho yako ndiye anamiliki hatima yako. Kama shetani ndiye anamiliki roho yako, basi ubaadaye wako wote uko mikononi mwake. Yeye ndo anaamua upate, ukose, uharibikiwe, iweje, ufe, anaamua yeye. Kuna watu wanakufa chini ya jua, sio kwa sababu Mungu ameagiza waende mbinguni. Wanakufa kwa sababu anayewamiliki ni shetani. Kwa shetani anaweza akaamua, nina hamu ya kunywa damu ya wanadamu, hebu leo ni uwe watu 100. Hata kama ana nguvu kiasi gani, hana kibali na mamlaka ya kunywa damu ya Filipo ambaye anamilikiwa na Yesu.
hana uwezo wa kunywa damu yako kama kweli wewe unamilikiwa na Yesu. Amen. Sema amina. Amen. Punga mkono wako namna hii. Na kama nilivyosema, ni njia ya wokovu pekee ndio mlango wa mafanikio ya mtu. Yeye ambaye anazingatia wokovu, maana yake kuna kitu anakichokonoa kwa Mungu, lazima akipate. Na yeye ambaye anapuuza wokovu, basi kuna kitu anachojitenga nacho ambacho kinatoka katika mkono wa Mungu. Biblia inasema atendaye dhambi ni wa Ibilisi. Kwa hiyo Ibilisi ana watu wake ambao anawamiliki. Kila anayetenda dhambi ni miliki ya nani huyu? Ya Ibilisi. Na kila anayetenda mema anamilikiwa na nani? Na Mungu. Anasema mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Kwa hiyo kumbe sisi binadamu tumegawanywa kwenye makundi mawili. Kuna watu wa zamani, watu wapya. Yaani hivi tulivyo hivi, kuna mtu wa kale na kuna mtu wa sasa hivi. Yaani kuna mtu anaonekana wa zamani wa miaka ile ya mababu na mabibi ile, hakuna magari. Muangalie jirani yako, mwambie ndo wewe nini? Yaani mbinguni wakikutazama hivi wanasema old version. Hili ni toleo la zamani. Mamotorola ile unajua makubwa hii. Mwambie jirani yako, ole kama unamtaa Yesu, litorola kubwa namna hii. Yeye alichofanya, alishakamilisha mpango. Alishakamilisha mpango mzima wa wokovu wa maisha yetu. Na alishamwandalia kila mtu fungu lake. Unajua yule ambaye anakuja kuokoka kesho, baadaye hata miaka 2 ijayo, mpango wa kuokolewa kwake ulishafanyika miaka 2000 iliyopita pale wapi? Msalabani. Kwa hiyo kinachosubiriwa ni nini? Kila mtu ameandaliwa muda wake, siku na tarehe, kwamba hii ndio siku atakayookoka kweli kweli. Maana kuna watu wanaokoka lakini koki kweli kweli. Hata mimi niliwahi kuokoka kwenye mikutano ya Makasege. Nilibebwa na mama mmoja alikuwa ananisaidia kulipa ada ya shule. Akaniambia twende. Kwa hiyo nikaenda, tulipofika mkutano kiwanjani, anasema haya wale wanataka kuokoka. Yule mama akaniangalia hivi. Maana nilikuwa ninavuta bangi. Akaniambia, Filipo unasemaje? Nikamwambia mama naenda. Nani anataka kulipiwa ada? Ile ilikuwa sio yenyewe ile. Nishaokoka kwenye mikutano ya Kakobe miaka ile ya 92, 93 hapo. Kwa sababu Mungu hawezi kukupa kitu ambacho hujakiona. Aliwaambia na wapeleka katika nchi ya Mkanaani, aliitaja. Na akaeleza hiyo nchi ina baraka kiasi gani. Anasema ile nchi ni nzuri, imejaa maziwa na nini jamani? Na asali. Yaani lazima ujue ni nchi gani wewe unatakiwa kukaa. Lazima ujue wewe hivi maziwa na asali ambayo Mungu ameandaa kwako ni ya namna gani. Kama usipojua, badala ya kukamua ng'ombe maziwa utaenda kukamua maziwa kwa bata. Alafu mbinguni atakushangaa, huyu sasa mbona tumuelewi? Sasa Mungu huyu naye ni mnyama, ulisema kuna maziwa. Haya nakamua mbona sioni? Sasa huyu kipofu. Yaani lazima uone na lazima ujue ulichoandaliwa. Kitabu kile cha Matendo ya Mitume mlango wa 1 mstari ule wa 18, mstari wa 8 kinaeleza. Anasema na mtapokea nguvu akishawajilia juu yenu Roho Mtakatifu. Kwa hiyo moja kati ya urithi wa wana wa Mungu namba 1 ni Roho wa Mungu. Kwa nini Roho wa Mungu? Sababu ziko 2 ama nyingi, lakini mimi nitasema 2. Sababu Roho ya Mungu ndiyo aliyoumbiwa nayo Adamu. Biblia inasema na tumfanye mtu kwa sura na mfano
wetu. Sasa baada ya kuishi maisha ya dhambi, sura inafubaa, alafu mfano unaondoka. Mfano ni ule uungu ndani ya mtu. Sura ni hii. Yaani Mungu yuko hivi, ana mikono miwili, Mungu ana miguu miwili, Mungu ana kichwa, Mungu ana shingo, Mungu ana tumbo kama wewe, Mungu anakaa, Mungu anatembea kama wewe. Hiyo ni sura. Lakini ukija mfano ni ule uungu ulio ndani. Wewe ule uungu umeondoka, hauwezi kuamuru chochote kikawa. Huwezi ukatamka neno likatokea. Biblia inasema Mungu akamletea Adamu wanyama aone atawahitaji. Biblia inasema na kila jina Adamu alilompa mnyama ikawa. Maana yake alikuwa na uwezo wa kuhamisha alicho nacho. Sasa wewe ukawe panya, anakuwa panya. Wewe ukawe mende, anakuwa mende. Wewe ukawe mamba, anakuwa mamba. Vivyo hivyo na mwanadamu aliyebeba roho ya Mungu anabeba neema na nguvu ya kukiamuru chochote kikawa na kikawa hivyo hivyo. Sema amen. Huu ni urithi wako, usiukwepe na wala usiuache. Mungu akujalie neema uibebe roho yake. Tayari hiyo roho inatembea na wewe, lakini kuna ujazo wa hiyo roho ambayo inaambatana na mamlaka. Kinywa chako kinakuwa ni amri. Ukisema neno linakuwa hivyo. Nikiwa kule tukafanikiwa kuvuna mtu mmoja ambaye ni mchungaji, maana anachunga kanisa. Kwa kakaa kwetu pale. Sasa akaona mtembeo wa nguvu ya Mungu. Kile kitu hajakiona. Kashuhudia mtu alikuwa na uvimbe umetoka. Kashuhudia huyu alikuwa na umwa hichi. Kuna mtoto alikuwa anakufa, amezimia hospitali. Toka asubuhi mama anapiga simu, tuko kwenye ibada. Yule mtoto kakata moto. Mtoto wake kama huyo miaka 4 alianguka kama hivyo akafa. Kwa hiyo na huyo akajua hapa anakwenda. Bahati nzuri ana namba za wapendwa wangu. Kupiga simu ikaita kanisani. So unajua simu ikiita kanisani afu mchungaji yuko mbele, unasikia kimuhemue. Kwa hiyo mimi nikamwambia lete nipokee. Nikapokea ile simu. Huyo dada analia kweli. Kweli bini mbembeleze. Nikamwambia sasa mimi nisikilize. Mimi natuma neno. Kama mwanao alikufaga wa kwanza, huyu hafi. Nazuia hicho kifo na mtoto atafufuka leo. Mtoto amempeleka ICU, kwa majibu yake anasema amekauka. Yaani ile dalili kwamba sasa ndo wanachomoka, roho inaondoka. Tulituma neno bwana. Madhabahu ni kama hivi. Mtoto kafufuka. Karudi nyumbani. Yule dada akasema siwezi kukaa huku kama si lazima niende hivyo hivyo kwenye semina. Toka Moshi kaja Karatu. Ili naye akutane na Mungu. Na kweli akakutana na Mungu akafunguliwa. Yule jamaa yule mchungaji alipoona kuna vitu vya namna ya ajabu vinatokea, jana alikubali kubatizwa. Sasa wakati naenda kumbatiza nikacheka, anaongea na mwenzake. Wenzake wanamwambia sasa, mbona tukuoni bwana? Akamwambia sikiliza, mimi siwezi kukaa kanisa ambalo halina mitume wala manabii. Mimi nahitaji kukaa mahali ambapo hii ni mkali, usifanye mchezo. Mchungaji huyu. Roho wa Mungu akiwa na wewe, kuna mambo unayafanya kama Mungu, unayafanya kama Yesu. Yesu alisema hivi, kama ninyi mtaniamini, kazi nizifanyazo mimi na ninyi mtafanya nini? Kile ambacho mimi na operate Yesu alichofanya. Unamhitaji roho wala usipuuze, maana huyu roho sio kwa ajili ya ulimwengu. Watu wa dunia hawampokei huyu roho. Watu wa dunia wanahitaji ujuzi, wanahitaji elimu, wanahitaji talanta za huko. Sisi tunanganya vyote. Ujuzi walionao na sisi tunakuwa nao. Alafu tunakuwa na kitu cha ziada ambacho watu wa duniani hawana. Sema amen. Wao wanarogwa, sisi haturogwi. Sema amen. Wanachezewa, sisi hatuchezewi.
Wanaongea na shetani, sisi tunaongea na Mungu. Sema amen. Sema haleluya. Kwani umesahau kule Misri kuna siku, huku kuna giza siku 3, alafu huku wana wa Israeli huku mwanga tu wanakula maisha, huku mvua ya mawe, huku watu wanakula maisha. Sema haleluya. Mwambie jirani yako, ndivyo itakavyokuwa, tutakula maisha wakati wengine wanataabika. Yaani mtu anachohitaji ni kumngoja Bwana. Maana unaweza ukaona kama vitu bado havijatokea, ukasema au mimi bado nimelaaniwa. No. Amesema hivi, wale wamngojao Bwana watapata nini? Kwa hiyo wewe uwe na subira, Mungu aone uaminifu wako na moyo wako wa kumpenda. Wakati unamngoja, kuna siku atakuja na kuletea cha kwako. Hichi, haya chukua hii thawabu. Anakuja anasema haya nakuongezea na hichi. Anakuja anasema haya nakuongezea na hichi. Anakuja anasema nakuongezea na hichi. Sema haleluya. Sema haleluya. Pande huo ameshangaa, yani natamani niwainue hivi niwapaishe juu hivi. Mnamhitaji Roho. Yaani ninyi mnahitaji maombezi, mnamhitaji nani? Roho ya Mungu. Huu ni urithi. Jambo la pili ni ufunguo ule ambao Yesu alisema. Anasema tazama nimekupa ufunguo wa mbinguni. Ufunguo maana yake ni nguvu au mamlaka. Nguvu kiungu, nguvu ya Mungu. Na Yesu akasema mtapokea nguvu akishawajilia juu yenu nani? Kwa hiyo kuna vitu viwili hapa. Kuna Roho Mtakatifu na kuna nguvu. Ili nini? Kuna wakati kuna vitu unahitaji kumuomba Mungu. Unahitaji wewe kufungua na unahitaji kufunga kwa sababu una nguvu. Kuna vitu Mungu anaviweka kwenye mamlaka yako. Maana anasema wewe ni hazina yangu. Hazina na maana ina mazagazaga. Ina mavitu kadha wa kadha. Wewe unaamua tunataka hichi kwa ajili yangu, nataka hichi kwa ajili ya yule, nataka hili liende pale. Yaani wewe unakuwa hazina. Kwa hiyo ukiwa na upako, una uwezo wa kuamuru chochote na kikawa. Na upako huwezi kumdhibiti adui. Adui anaweza akawa binadamu, kazini, kwenye biashara, kwa majirani, popote unapokaa. Anaweza kaibuka mtu adui, hakupendi, hakutaki, na anakufanyia figisu fitina, ajenda ya kudhalilisha, kumalize. Huwezi kushindana na adui kama hauna mamlaka, kama hauna nguvu. Tokea Daniel, wakamfanyia figisu ili tu wachukue nafasi aliyokuwa nayo Daniel. Wakamfanyia fitina kwa mfalme. Hawakujua ya kwamba Daniel ni super kuliko wao. Wakamkamata, maana wakamshawishi mfalme, mfalme akaingia kwenye 18 zao. Wakamuingiza kwenye shimo ambalo lina simba wengi. Akaingia mule ndani. Mwanaume amekaa mule ndani, simba ndo wanakuwa wahudumu, wanamsevia juisi, wanamsevia chakula. Wanamwambia Daniel hakuna kufunga, hapa kula. Sema haleluya. Zinapita siku kadhaa. Mfalme anasema hebu tukachungulie. Mfalme kuna kitu alikuwa na wasiwasi nacho. Alikuwa naamini kwa namna Daniel anavyomcha Mungu, Daniel hawezi kuliwa na simba. Mfalme akaondoka akaenda kwenye ule mlango. Akasema Daniel uko hai? Hajawahi huyu mfalme kwenda kumuuliza mtu yote aliyemuingiza mule ndani. Kwa nini? Alikuwa anajua huyu Daniel sio wa mchezo. Ana upako na nguvu kuliko wachawi wote. Hawezi kuliwa. Ila kwa sababu ameshtakiwa na ni sheria, ni msumeno, na mimi lazima nipitishe, hebu nikamsalimie. Daniel upo? Akamwambia nipo mfalme. Sio unajua mimi sina hatia. Kwa hiyo Mungu kawanyamazisha hawa simba. Hawawezi kunira. Ila ukiingia wewe unatavunwa. Daniel akaondolewa mule ndani. Wale wote waliohusika Daniel aingie mule ndani, wote wale waliingia mule ndani na familia zao, nyumbani kama kuna mama, kuna baba, beba, wote waliingia mule ndani. Wakafanya nini? Usicheze na mtu mwenye upako. Wewe mfanyie visa, mfanyie fitina, lakini baada ya mambo yote kisasi kinatoka kwa Mungu. Mungu anasema Mungu ni Mungu mwenye wivu. Anaonea wivu watu wake wanapoonewa. Hivi una mume wako na mkeo,
Unamwona kuna mtu yani humwelewi yani. Jamani, hivi unamwacha? Hebu nakuuliza sasa, unamwacha? Okay. Una duka lako, umetoka tu umeenda labda kununua embe mahali. Alafu unamwona kuna mtu anaingia mule ndani kama hivi, utamwacha? Mungu anawezaje kukuacha wewe uteseke wakati wewe ni mali yake? Hapana, haiwezekani. 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 Ndio maana anasema niite, nitaitika. Nami nitakuonesha mambo magumu sio yajua. Anasema mimi nakuwazia mawazo mazuri. Mungu hatuwazii mambo mabaya kama wanavyotuwazia wanadamu. Urithi upamoja na hii. Mungu anataka akupe mamlaka, akupe nguvu ya kiroho, uweze kudhibiti eneo lako. Mungu anataka wewe mfano wa kuigwa. Mungu anataka ustawi kiuchumi na kimaisha. Anataka uwe na maisha mazuri. Mungu yuko tayari kukupa hazina hata zinazomilikiwa na shetani na watu wa shetani, watu wa giza. Isaya 45:1-3. Mungu anataka tuwe mfano wa kuigwa, sawa jamani? Lakini urithi wa 4 na wa mwisho ninaouelezea hapa ni uzima wa milele. Jamani, katika mambo yote Yesu amesema kama itashindikana, afadhali ukose yote lakini usikose uzima wa nini? Yani bora ulale njaa, lakini ukimaliza kulala njaa uwe kama maskini yule Lazaro, unaingia mbinguni. Lakini anasema kama italazimu uingie mbinguni una mkono mmoja, yeye atahakikisha unaingia na mkono nini? Sasa kama mkono ndio unaoiba, ndio unaofanya matukio, sasa huyu mimi nimemwandalia uzima wa milele. Sasa inabidi huyu aache uizi, mkono ufanye nini? Ukatwe. Ukikata sasa jamani basi. Wanasema haya, hivyo kaka ni sana utakuwekea mkono bandia, ila mbinguni utafanya nini? Yaani mbinguni kuingia ni lazima kwa wale ambao Mungu anataka waingie. Sema haleluya. Yaani maana yake pale takapoonekana kwamba huyu mwanaume amekaa na wanawake zaidi ya 3 na wote wanampelekesha, yaani hawezi kuishi na mke. Sio kwamba yeye ni mbaya, ana bahati tu mbaya, wanaonewa. Unajua kuna wanawake wanaonewa wanaume. Mungu anasema sasa nitakachofanya, wewe tunavunja, utaolewa, utaoa. Taka hivyo single. Usije hivi sasa mtumishi na kwaje? Single wengi tu wako mbinguni. Masingo wengi wako nini? Sikuna wajane. Mungu anasema mimi ni mume wa nani? Kwa hiyo kuna wajane wengi wako huko duniani, wanakosa raha ya wapenzi wao, na mbinguni watafanya nini? Ndio hiyo anasema mkono mmoja. Nisikuchoshe sana. Ili saa moja linakutosha kabisa kupata maarifa. Nizungumze sasa habari ya himaya. Sijui kweli mnaandika au mnasikiliza tu. Haya maeneo, maana tumesema himaya ni kile unachomiliki, si ndivyo? Hivi nikikuuliza wewe saizi unamiliki nini, utanijibu nini? Vitu gani ambavyo unataka kumiliki? Najua hapa mtanijibu vice versa kwa sababu ya muda. Yako mambo 4 au 5. Jambo la kwanza ni kumiliki utambulisho wako, jina lako na heshima yako. Yaani kila mmoja utambulisho wake unatakiwa uwe chini ya mikono yake. Esau aliuza uzaliwa wake wa kwanza, na ile ikamfanya kupoteza sifa za kumiliki baraka za Mungu. Mungu alitaka kuachilia baraka kwa mtoto wa Yakobo, mtoto wa nani? Wa Yakobo wa kwanza. Aliwaza wa pili, lakini huyu wa kwanza baraka zile zilitakiwa ziende kwake, ila Mungu alimchungulia kabla hajazaliwa, akagundua udhaifu wake.
Mungu akapitisha baraka kwa wa pili. Na leo tunaweza kukiri kwamba Esau alikuwa dhaifu kuliko Yakobo, kwa sababu Esau njaa tu. Hebu sema njaa. Njaa ikamfanya akafanya nini? Akauza uzaliwa wake wa kwanza. Sikuna mang'ombe, kuna makondoo huko, si angeenda akakamata anyonya, hata anyonya damu tu. Kile kitendo cha kuuza uzaliwa wake wa kwanza Mungu alikichungulia mapema. Mungu akaona huyu hata nifaa. Watu wamekabidhi maisha yao kwa shetani. Hawa watu wameuza utambulisho wao. Yaani ni kama kitambulisho chako cha taifa ukipoteze, akichukue mtu mwingine. Kadi zako za benki awe nazo mtu mwingine. Atapiga hela, anaweza kutumia kitambulisho chako kufanya matukio, alafu ukakamatwa wewe. Ulimwengu wa teknolojia umeendelea sana kiasi kwamba watu wana uwezo wa kuhaki hata akaunti yako ya benki, email zako. Yaani maana yake wanaiba ili wamiliki utambulisho wako, identity yako. Identity yako ni kitu muhimu kweli. Ukitaka kujua kwamba identity yako ni muhimu, chochote unachokwenda kukisajili, iwe ni nyumba, iwe ni kiwanja, hata mita ya nyumba, sasa hivi chochote wanakuambia tunataka kwanza ID. Yaani ID inatakiwa namba moja. Siku utakuja kuongea kwa habari ya hii somo. Utambulisho wako wewe ndio jina lako, ndio heshima yako. Hakuna kitu muhimu kama shetani akikamata jina lako. Akikamata jina lako amekamata kesho yako. Hutachoka. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kitu cha pili kinachoonesha kwamba unatakiwa kuwa nacho kama himaya yako, kama mali yako, ni ulimwengu wako wa roho. Yaani ubora wa imani yako, mahusiano yako na Mungu, kwamba umefanyika kuwa nuru na wewe una nguvu kuliko giza, kwamba unatawala anga lote. Wiki iliyopita Marekani alimtangazia Iran, akamwambia bwana jisalimishe. Kama utajisalimisha, fahamu hili ya kwamba mimi tayari ninatawala anga lako. Anga, nchi yoyote. Moja ya vitu ambavyo nchi inamiliki kama serikali, kama taifa, rasilimali ziko mikononi mwa Mungu. Nani? Mikononi mwa serikali. Ardhi, shamba ni la kwako, lakini unatakiwa uwe na hati. Siku akisema wanapitisha barabara ni sehemu ya asili yetu, wanakuambia chukua hela toka. Serikali inatakiwa imiliki mipaka ya nchi. Ndio maana unakuta katika kila mpaka wa nchi wameweka askari wa uhamiaji. Huruhusi kuingia bila ruhusa. Sasa nisiende huko. Mataifa yanamiliki anga. Sisi nasi tunamiliki nini? Anga katika ulimwengu wa roho. Natakiwa wewe hivi, uwe na upako, uwe umejaa utukufu wa Mungu. Mahali popote unapoenda, unakwenda na nini? Na utukufu wa Mungu. Yaani huhitaji kuwa na maombi mazito ukiwa kanisani. Popote unapokaa, popote utakapokwenda, ukitamka neno linatakiwa liende kama ambavyo ukiwa kanisani. Sema amen. Sema haleluya. Wana wa Israeli walipokuwa wanatembea, juu kulikuwa kunaonekana nini mchana? Wingu. Usiku kunaonekana moto. Hii ni ishara gani? Kwamba huwezi kwenda popote kama anga lako linatawaliwa na shetani.
Marekani anamwambia Bwana natawala anga. Ina maana nini? Ana uwezo wa kumchungulia rais yuko wapi kupitia satellite. Na ana uwezo wa kutuma silaha yoyote kwenda upande wowote kwa sababu anga liko katika mikono yake. Vivyo hivyo, anga lako katika ulimwengu wa roho usipolimiliki, akalimiliki pepo, anaweza akawa mchawi yuko Dodoma, wewe uko Arusha. Anaweza akakuroga akiwa akitokea wapi? Dodoma. Akatuma mafataki akakukuta Arusha. Kwa sababu gani? Anamiliki anga lako. Na anawezaje kulimiliki anga lako? Anachukua jina lako analiweka. Ndio maana nasema jina ni muhimu. Jina lako anatakiwa mchawi akilichukua kiliweka hapo, lile jina linawaka moto. Anasema naona moto, naona moto. Huyu mtu hatari, huyu mtu hatari. Sema amen. Mchawi akikuchungulia namna hii anatakiwa aone uwepo wa Mungu, aone utukufu wa Bwana. Sema haleluya. Sema haleluya. Angalia jirani yako, mwambie usiishi kizembe hapa duniani. Yaani usiishi kizembe. Lazima utawale ulimwengu wako. Shortly Mungu atatupa neema, tutaongea zaidi huko mbele. Watu ambao unatakiwa kumiliki hatima ya maisha yako. Wewe unatakiwa kufikia malengo ya ndoto zako. Yaani lazima uwe na afya njema vile unavyotaka. Uwe na heshima nzuri vile unavyotaka. Uwe na ndoa na familia bora vile unavyotaka. Uwe na uchumi mzuri na maisha bora. Mungu anasema analeta mali, basi hizo mali uwe nazo. Haya ni mawazo ya Mungu. Uishi maisha marefu. Kusikia umelazwa hospitali. Kwa nini ulazwe? Ukilazwa maana yake ni dhaifu. Kwa nini uvunjike mguu wako, mkono wako? Kwa sababu mkono unatakiwa kuhubiri injili, mguu unatakiwa kuhubiri injili kwa siku. Biblia inasema utukufu wa mwisho wa nyumba hii utakuwa mkubwa kuliko wa kwanza. Sasa nyumba hii anamaanisha nini? Ukisoma maandiko yanasema hivi, wewe ni maskani ya Mungu, wewe ni nyumba ya Mungu. Kwa hiyo utukufu wa Mungu kwenye maisha yako kila baada ya muda unatakiwa uonekane mkubwa. Yaani maana yake yale malengo, ile mipango yako inafanya nini? Inatimia. Usiwe yule yule wa mwaka jana. Usiwe yule yule wa miezi mitatu iliyopita. Yaani usiwe yule yule, ni hatari kuwa yule yule. Mbele za Mungu ukiwa yule yule hakuna mabadiliko, yeye mwenyewe anakuwa wa kwanza kukuchukia. Mahali fulani anasema nimempenda Yakobo, nimemchukia Esau. Yule yule Mungu anaweza akasema sikutaki tena. Kwa nini? Uelewi, no improvement. Miaka inakwenda, siku zinakatika, hubebi imani. Unatakiwa utawale. Utawale. Maana uliumbwa wewe uwe mtawala, lakini huna unachokitawala zaidi ya nywele zako tu. Maana ziko hapa juu zinaenda wapi? Kwa unaziambia kila siku unazinyoa, unazisafisha, unatawala hizo tu. Kuna mtu ana ndoto ya maisha yake hapa? Sisi tutakaa miaka 2-3. Hatutakufukuza. Ila kuna mwingine kama hana faida. Maana sisi tumesema hapa kanisani watu hawafi. Yaani wewe sikiliza, ugonjwa uje utakavyokuja kukupiga, hufi. Kwa nini? Tunatawala anga la mauti. Sema haleluya. Sema haleluya. Tunatawala anga la mauti. Unakufa. Aisee. Wewe bora tu ukae tu ujaze viti kuliko kwenda mbinguni. Yaani wewe ukae tu ndani tu tunakuona, hata kama huna faida yote nyumbani kwenu, kwa familia zenu, na huku kwetu ufanye chochote fresh, ila kanisani tunafanya nini? Uwepo. Maombi yako yana umuhimu, tunayataka maombi yako, utuombee, uniombee na mimi Mungu anipe neema nifanye kazi. Sema haleluya. Jamani, jambo la 4 la kumiliki ni uzao wako.
Haya mambo nakupa kama assignment. Kama unapenda mambo ya maarifa, ukirudi tafakari uzao wako. Yaani lazima uwe na kizazi ambacho kina thamani kwako na kwa wengine. Usipotawala watoto, especially mtoto wa kwanza na mtoto wa mwisho, huwa wanatawaliwa na shetani mapema sana. Shika hili. Fuatilia kwenye ukoo wenu. Angalia mtoto wa kwanza na mtoto wa mwisho. Pewi mafunzo magumu sana, anakuwa lonya. Anaharibika. Kifuatilia familia nyingi, wale walevi wasumbufu wa kwanza na wa mwisho. Kwa nini wa kwanza? Mzazi alikuwa hana uzoefu wa kulea. Kwa hiyo kuna vitu atakosa kukaza kumnyoosha mtoto. Na kuna wakati atakaza sana mpaka atamharibu mtoto. Kwa mfano, mtoto anakosea. Sasa kwa kuwa wewe umezaliwa kwenye boma ambalo mtu akikosea tu teke, unarusha teke mtoto mdogo kule. Chukua bakola tandika. Mwisho wa siku yule mtoto ujasiri unakuwa haupo moyoni wala kwenye akili. Kwa hiyo mahali popote anapokuwa psychologically anakuwa amefanya nini? Amekuwa affected. Ila baada ya mtoto wa kwanza, hata mimi, baada ya mtoto wa kwanza, yule wa pili unamlea tofauti na wa kwanza. Kwa nini? Umeimprove kwenye elimu ya malezi. Kwa hiyo kwa sababu ya udhaifu huu, shetani mtoto wa kwanza anamiliki kwa sababu mzazi hakuwa makini. Bwana Yesu asifiwe. Adamu alizaa mtoto wa kwanza anaitwa nani? Somo linaanzia hapo. Kaini. Kaini alichukuliwa na shetani. Mpendo, usipomiliki uzao wako mapema, unakuja kumilikiwa na nani? Na shetani. Sio kazi ya Mungu, kazi yako. Ndio maana neno linasema, mlee mtoto katika njia impasayo, hata atakapokuwa hata isahau. Kwa hiyo wewe ukikosa kumlea vizuri mtoto, shetani anakamata. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana mtoto wa kwanza Mungu anasemaga ni malimbuko yangu, mtoe. Yaani unamtoa ili Mungu akusaidie kulea. Mtoto wa kwanza amebeba destiny ya watoto wengine wote. Mtoto wa kwanza akiwa kichaa, ile ina affect hata watoto wengine spiritually, kwa sababu kichaa ni roho. Uenda wazimu ni roho. Tunaelewana jamani? Kama huyu mtoto wa kwanza amekuwa mwenda wazimu, anawaumiza wazazi, kile kinachomfanya waumize wazazi ni roho. Kwa hiyo kama yuko nyumbani, ni rahisi ile roho kuaffect wadogo zake kuliko kutoka kwa jirani.